Karibu sana kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Channel hii hutuletea mafundisho ya neno la Mungu, na katika channel hii watu wanajifunza kwa habari ya neno la Mungu na mafundisho katika nyakati zote. Karibu sana. Tulikuwa na somo letu pendwa la funguo za kuutawala ulimwengu wa roho, na tuko katika somo la 4. Somo la kwanza tumejifunza ufunguo wa kwanza kuutawala ulimwengu wa roho ni nguvu ya kiroho, tajifunza hapo. Na somo la pili tumejifunza ufunguo wa kuutawala ulimwengu wako wa roho ni ufunguo wa neno. Kama una neno huwezi kufanikiwa kuutawala ulimwengu wa kiroho. Na ufunguo wa tatu tukajifunza maarifa ya kiroho yanakupa kuutawala ulimwengu wa roho. Na leo tunakwenda kwenye funguo ya aina ya 5 ya kuutawala ulimwengu wako, funguo ya aina ya 4, funguo ya aina ya 4 ya kuutawala ulimwengu wako wa kiroho. Na funguo ya aina ya 4 ya kuutawala ulimwengu wako wa kiroho ni rehema. Rehema. Ili ufungue ulimwengu wa roho, utawale ulimwengu wa roho, funguo ya 4 ni ya muhimu sana. Maombi ya rehema. Maombi ya rehema. Ufunguo wa 4 ni maombi. Utaandika tu maombi, unaandika maombi, lakini maombi ya rehema. Rehema inafungua ulimwengu wako wa roho. Rehema inafungua ulimwengu wako wa roho. Kama ni mara ya kwanza kuingia katika channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, nichukue fursa hii kukukaribisha. Karibu sana kwenye channel hii, tujifunze pamoja. Tuna mafundisho mengi tunatuma kwenye channel hii. Mungu akubariki sana. Kwa ili uwe wa kwanza kupata masomo yetu, unaweza ukabonyeza neno subscribe. Subscribe, ukalike, ukashare katika ujumbe hizi, na Mungu akubariki katika jina la Yesu aliye hai. Kwa ufunguo wa 4 ni maombi ya rehema. Maombi ya rehema haya yatakupa kuutawala ulimwengu wa kiroho. Kwa nini niseme maombi ya rehema? Kwa nini niseme maombi ya rehema? Kwa sababu, kwa nini sijasema tu maombi ya vita? Na ndio maana kuna watu wengine washawahi kuingia maombi ya vita. Baada ya kumaliza kupiga maombi ya vita, walipata mashambulizi kwenye ndoa, walipata mashambulizi kwenye familia, walipata mashambulizi kwenye uchumi. Unapiga maombi ya vita, unaenda kwenye uchumi unaharibikiwa. Unapiga maombi ya vita, unakwenda kwenye biashara unaharibikiwa. Kwa funguo ya 4 ya kufungua maombi ya kufungua maisha yako ni maombi ya rehema katika ulimwengu wa roho. Shetani anaweza kuzuia maombi yote duniani. Anaweza kuzuia maombi ya vita, anaweza kuzuia maombi ya kumsihi Mungu. Kiomba unasikia usingizi, lakini shetani hawezi kuzuia maombi ya rehema. Wachawi hawawezi kuzuia maombi ya rehema. Maombi ya rehema peke yake ndio maombi ambayo yanakuweka kuwa karibu na Mungu. Maombi ya rehema peke yake ndio yanakuweka kuwa karibu na Mungu. Maombi ya rehema peke yake ndio yanakufanya Mungu awe karibu na wewe. Kwa nini? Kinachomtenga mwanadamu na Mungu ni dhambi. Kinachomtenga mwanadamu na uso wa Mungu ni dhambi. Ukisoma Isaya sura 59 mstari wa 1 na wa 2, kinachomtenga mwanadamu na uso wa Mungu ni dhambi. Isaya sura 59 mstari wa 1 na wa 2. Maandiko yanasema Isaya 59 mstari wa 1 na wa 2. Maandiko yanasema, Mungu anasema, mkono wangu sio mfupi hata ukashindwa kuokoa. Anasema, sikio langu sio zito hata nikashindwa kusikia. Anasema, lakini maovu yenu yamenifarakanisha
kuwa mbali nami. Kinachosababisha Mungu anaacha watu wake, kinachosababisha Mungu asiangalie familia yako, Mungu asiangalie unavyoomba, Mungu asiangalie unavyoimba, Mungu asiangalie unavyopita kwenye hiyo changamoto au tatizo unalopitia au vita unayopitia katika ulimwengu wa roho, ni kitu kimoja: dhambi. Dhambi inakutenga mbali na Mungu. Dhambi inakutenga mbali na baraka zako katika ulimwengu wa roho. Dhambi inakutenga mbali na neema yako katika ulimwengu wa kiroho. Nini nataka nifundishe katika siku ya leo? Nini nataka tujifunze katika siku ya leo? Kwa maovu yanatufarakanisha mbali na Mungu wetu. Maovu yanatufarakanisha mbali na Mungu wetu katika ulimwengu wa roho. Kwa rehema, unapoingia kwenye rehema, tayari unakuwa karibu na Mungu. Maombi ya rehema, unapoingia kwenye maombi ya rehema, unakuwa karibu na Mungu. Unakuwa uko karibu na Mungu. Mungu anaanza kukusikia. Mungu anaanza kukuona. Mungu anaanza kukutazama. Sasa katika ulimwengu wa roho, watu wengi hawajajua ufunguo mmojawapo wa kuutawala ulimwengu wa roho. Kama kuna jambo umeliombea hakuna majibu, kama kuna kitu umelia kwa ajili ya watoto, umelia kwa ajili ya familia, umelia kwa ajili ya ndoa, umelia kwa ajili ya uchumi, hakuna majibu, rudi maombi ya rehema. Rudi maombi ya rehema. Unapoomba rehema, Mungu anakuwa karibu na wewe. Unapoomba rehema, Mungu anakusikia kwa upya. Unapoomba rehema, Mungu anakutazama kwa upya. Kwa katika ulimwengu wa roho, siri mojawapo ya kuutawala ulimwengu wa roho, au funguo namba 4 ya kuutawala ulimwengu wa roho, ni maombi ya rehema. Unasema, mtumishi, unaongea nini? Wengi wanakuwa naomba jambo miaka kwa miaka, hakuna majibu. Na unaweza kaomba kabisa Mungu asikujibu, wala Mungu asikusikilize. Unaweza kaomba kabisa usipate matokeo yoyote. Lakini unapoingia maombi ya rehema, Mungu anakuwa karibu na wewe. Mungu anaanza kukusikiliza. Mungu anaanza kukujibu na kukutendea katika maisha yako. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari ule wa 14. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14. Maandiko yanasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuniomba, nasema ndipo nitakaposikia na kuiponya nchi yao. Kwa nasema watu wangu walioitwa kwa jina langu wakinyenyekea. Toba inakunyenyekesha kwa Mungu. Toba inakufanya moyo wako unyenyekee. Mungu akuone unyenyekevu wako. Mungu akuone kwamba unamhitaji, umeshuka kwake. Kwa hiyo unaweza ukaomba anga lako la maombi likawa limefungwa. Unaweza ukaomba anga lako la maombi likawa limezuiliwa. Lakini unapoingia toba na rehema, mbingu zako zinafunguka. Mbingu zako zinakuwa wazi. Kwa ulimwengu wako wa roho unaanza kupata majibu. Ulimwengu wako wa roho unaanza kupata matokeo. Toba inaweza kuleta mwafaka kwenye maisha yako. Kwa maombi ya rehema yanaweza kuleta matokeo katika kuutawala ulimwengu wako wa roho. Inawezekana kuna vitu umeomba, nenda leo kaombe rehema. Uliombea uchumi una majibu. Uliombea ndoa hauna majibu. Uliombea kazi hakuna majibu. Uliombea familia hakuna majibu. Uliombea biashara hakuna majibu. Nenda karudi maombi ya rehema. Nenda karudi maombi ya rehema. Maombi ya rehema yatakuletea majibu katika maisha yako. Maombi ya rehema yataleta matokeo kufungua ulimwengu wako
wa kiroho. Nasema mtumishi, unaongea nini? Mtumishi, unaongea nini? Maombi ya rehema yataleta majibu katika maisha yako na katika uchumi wako. Kwa hiyo katika funguo ya 4 ya kuutawala ulimwengu wa roho, kama kuna jambo gumu zito, umefunga kuna majibu, umekesha kuna majibu, umeomba kuna majibu, rudi kwenye rehema. Utaona njia inaanza kutokea kwenye ile jambo, utaona majibu yanaanza kutoka kwenye ile jambo, utaona mipango yako inaanza kufunguka. Uliomba Mungu, Mungu akawa kusemeshi. Uliomba Mungu ukawa upate majibu. Usikate tamaa, rudi kwenye maombi ya rehema. Utaanza kupata majibu, utaanza kupata matokeo, utaanza kupata njia, utaanza kufanikiwa unaporudi kwenye maombi ya rehema, katika jina la Yesu na kwa damu Yesu aliye hai. Kwa hiyo ufunguo wa 4 wa kuutawala ulimwengu wa roho ni maombi ya rehema. Ufunguo wa 4 wa kumiliki ulimwengu wa roho ni maombi ya rehema. Mungu akubariki. Naomba unifuatilie somo lijalo. Nitafundisha eneo la 5 la kuweza kuutawala ulimwengu wako wa kiroho. Na kama una swali, unaweza ukapiga kwenye namba ya simu ifuatayo hapo juu 0785 8909 mwisho 16. Mungu akubariki, na kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe channel hii na kulike channel hii. Weka comment yako hapo. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu hai. Amen.